Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Serikali imeteua timu maalum ya wataalam kwa ajili ya kuishauri Wizara ya Madini namna bora ya kuinua wachimbaji wadogo wa madini ili kuzidi kuimarisha sekta hiyo, ikiwemo kuwawezesha wachimbaji hao kunufaika na rasilimali kwenye madini. Hayo yamebainishwa Aprili 9, 2025 jijini Dodoma na Waziri wa Madini Anthony Mavunde katika mkutano wa wadau wa sekta hiyo wenye lengo la kuisogeza mbele sekta ya madini ili kuinua kiuchumi wachimbaji wadogo. Mavunde amesema timu hiyo imepewa muda wa mwezi mmoja kuwasilisha mapendekezo yake rasmi kwa wizara, ambapo Waziri Mavunde amesisitiza kuwa serikali iko tayari kuyafanyia kazi mapendekezo hayo mara moja kwa lengo la kuongeza mchango wa wachimbaji wadogo katika pato la taifa. Ameeleza kuwa timu hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyetoa wito kwa wizara kuhakikisha sekta madini inapiga hatua, huku wachimbaji wadogo wakichimba kwa tija na manufaa makubwa zaidi. Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS kimesema kitaendelea kuzalisha wataalamu wa shahada ya awali ya mazoezi ya viungo fizioterapia, kufundisha matamshi speech therapy kwa ajili ya kusaidia wenye hali ya usonji. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Afya, mkurugenzi wa magonjwa yasiyoambukiza, afya na akili kutoka Wizara ya Afya, Dr. Omali Ubugoyu amesema wataendelea kufanya ufumbuzi kugundua wenye usonji ili wafikishwe hospitalini. Akizungumza katika kongamano la kitafiti linalojadili hali ya usonji lililofanyika chuoni hapo, Dr. Ubugoyu amesema ufumbuzi huo utafanyika hospitalini na maeneo mengine ili kuwachukulia hatua za haraka wahusika wa hali ya usonji. Na katika kimataifa, Marekani imetangaza kuiwekea vikwazo Irani ikiwa ni siku chache tu baada ya Rais Donald Trump kutangaza kuwa watafanya mazungumzo na Irani kuhusu mpango wake wa kinyuklia. Hatua hiyo inaonekana kulenga kuishinikiza taifa hilo kuelekea mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Aprili 12, 2025 huko Oman. Aprili 9, 2025, Trump alirejelea vitisho vyake kuwa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi upo iwapo Irani haitakomesha mpango wake wa kinyuklia, na kuongeza Israel itakuwa na mchango mkubwa kuhusiana na Irani. Kupunguza uwezo wa Iran katika uzalishaji wa silaha za kinyuklia kumekuwa ni lengo kuu la sera za kigeni za Marekani na washirika wake kwa miongo kadhaa. Ndege za kijeshi za Israel zimeshambulia jengo la makazi ya watu katika eneo la kaskazini mwa Gaza lililoharibiwa kwa vita na kusababisha vifo takriban watu 23. Vifo hivyo vimeripotiwa wakati wa mapigano yaliyoanza upya hivi karibuni katika ukanda huo, yakionyesha dalili ya kutokupungua. Hospitali Al-Ahar imeeleza kuwa takriban watu 23 wameuawa katika shambulio hilo, wakiwemo wanawake na watoto 8. Kwa mujibu wa huduma ya dharura ya Wizara ya Afya, shambulio la Israel limelenga jengo la ghorofa 4 katika eneo la Shujaa mjini Gaza, huku vikosi vya uokoaji vikiripotiwa kuendelea kutafuta manusura chini ya kifusi. Jeshi la Israel IDF limeeleza kuwa lilimlenga mwanachama mwandamizi wa kundi la Hamas ambaye anadaiwa kupanga mashambulizi kutoka Shujaa, lakini halikumtaja jina wala kutoa maelezo zaidi kuhusu mwanachama huyo wa Hamasi.
Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashairwa. Asante na kwaheri.